Malizika ikiwa mmepoteza kisaka mmekikosa. Kweli mechi imekwisha na tumepoteza mechi kwenye timu ngumu. Mechi ilikuwa ngumu kama ulivyoiona, na kama tulivyozungumza mara ya kwanza, unapoenda kucheza na timu kama Yanga na ukafanya makosa makubwa kama yale, automatically lazima watakuhukumu. Kwa hiyo kama technical tunaichukua kama changamoto, tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi tukifanyia kazi. Wachezaji siku zote wanapambana, wanashinda tukiwa pamoja. Kwa hiyo hata leo umepoteza, hatuwezi kumlaumu mchezaji mmoja, ni jukumu ambalo tunalipokea kama technical. Kwa hiyo acha turudi nyumbani Singida, tuna mechi inayokuja ya ligi dhidi ya wenzetu wa Mbeya City, tutaenda kutengeneza kila kitu mazoezini, na mwisho wa siku tutatoka tukiwa imara, tunainua vichwa juu, tunapandisha soksi juu, ukipigania tufikie malengo ya klabu ambayo tumekabidhiwa. Kwenye mchezo umefanya mabadiliko ya goalkeeper, yalikuwa ya lazima? Kuna maumivu ama sababu zipi ambazo zimepelekea umbadilishe Metacha? Ni moja kati ya mabadiliko ya kawaida. Unapoona kuna kosa ambayo mchezaji anafanyika na ukaona kabisa kocha ni very minor, kwa hiyo unaona tunafanyia kazi. Ukiangalia goalkeeper wetu ameweza kupanga ukuta, na ni basic, ni makosa madogo sana ambayo unapanga ukuta afu unakaa sehemu ambayo umeweka ukuta unafungwa kwenye ile eneo dogo kwenye possible angle. Kwa hiyo tuliona ni kosa ambayo amelifanya kubwa la kutuhukumu mapema, lakini yote kwa yote hatuwezi kumlaumu. Ni moja kati ya magolikipa wetu wazuri, wamefanya kazi kubwa mpaka hapa klabu ilipofikia. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu, hatuwezi kufanya nini kumtoa. Imekuwa ni kama wake up call kwake, kwamba kumkumbusha kwamba tunapokuwa kwenye hizo kazi, kwa kwenye ile eneo inahitaji kuwa na heshima na kuwa na ile concentration iwepo kila wakati, kujikumbusha ili asijirudie. Kwa hiyo kwetu tumepoteza, lakini hatuwezi kumlaumu mchezaji mmoja, tunajilaumu wote kama technical. Sisi ndio tulipanga line up, ndio tumweka adake, kwa hiyo tunapokea yote. Mwalimu, hii ni mechi ya pili kwa msimu huu ya ligi mnapoteza mbele ya Young Africans. Pengine ni dhahiri kwamba mnakutana na Young Africans iliyoimarika zaidi yenu? Ukiangalia Yanga alivyokuja tulikuwa najua, na tumefanya homework kubwa kwa anavyocheza. Walikuja kuweka nguvu kubwa sana kwenye eneo la kiungo, na tukawaambia hata wachezaji kwamba once anapokuja Mudathiri, Duke Abuya na hata anapoongezeka Max Nzingeli pale chini, wanakuwa na kazi ngumu kwenda kuitoa timu kuipeleka juu. Kwa hiyo lazima na sisi tuongeze namba pale chini tuweze kuondoka nao, lakini wametulazimisha kututoa kwenye shape yetu ya uchezaji, tukalazimika kuingia kwenye jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo ikatulazimu sisi kufanya makosa makubwa ambayo yametuadhibu. Kwa hiyo niwapongeze, wamefanya kazi nzuri, moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri wanaojua kujitoa kuipigania nembo ya klabu yao. Kwa hiyo tumejifunza na sisi kuona kabisa kwamba hata wachezaji moja kwamba nini tutakiwa tukifanya next time ili tuhakikishe kwamba na sisi tunafunga one day. Yes, heshima itarudi tu. Nafasi ya 4 zungumziaje inagombewa pale na TRA pamoja na JKT Tanzania? Nafasi ya 4 so far tupo nafasi ya 4. Hata leo msimamo ukitoka midai tuko nafasi ya 4. Kwa hiyo tunacho kufanya ni kushikilia nafasi hiyo. Kama nilivyozungumza kwenye press jana kwamba hatuangalia aliyoko nyuma anafanya nini, tuna focus na mechi zetu. Tumepoteza mechi leo, tunaenda kufungua ukurasa wa mechi nyingine kesho. Tunaondoka hapa kurudi Singida, tunaenda kufanya recovery tarehe 26 tunarudi kiwanjani, na imani yangu kwangu ni kwamba wachezaji wameona nini, wamejikwaa, kwa sababu target hiyo ya kukaa kwenye top 4 sio yangu mimi kama kocha peke yangu, na wao pia wanadaiwa end of the day hiyo target. Kwa hiyo lazima wote tukaweke nguvu, tukajitume na tuhakikishe kwamba imani kwa management, imani kwa mashabiki wetu inarudi na kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi.